Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fiziwari. Jambo msikilizaji, matumaini yangu ni kuwa umuheri wa afya na kukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelechi. Na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati, nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa Sudi Valente kwa habari muhimu. Karibu Sudi. Na asante sana kabisa mwenzangu Bibo Kortantini Aldama kwa fursa ya habari muhimu. Tuanzie na hapo katika mmoja jirani wa Uvira na taarifa inayosema kuwa hali ya usalama inakuwa yenye kusuasua katika kata mbalimbali za mmoja jirani wa Uvira kutokana na milio ya risasi inayosikika kila mara ndani ya mji huo. Malida wa moja wa mji huo wanataja kuchukulia kwa shingo upande hali hiyo inauzusha wasiwasi kwa raia. Huko Kongolo jimboni Tanganyika ni kwamba watu 3 kujeruhiwa vikali, wengine kuvunjika mguu na wengine kutoka meno. Hayo ndio matokeo ya ajali ya barabarani iliyojitokeza huko Kongolo jimboni Tanganyika. Na mwishowe kuna kwa habari za kitaifa ni kuwa serikali ya Kinshasa pamoja na AFC M23 wamekubaliana kushirikiana pamoja ili kusitisha vita na kuleta amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzangu Bibu Kurtantina Dama, sina la ziada na weka nukta kuna kwa habari muhimu. Asante sana Sudi Valente kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaingia katika uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika mji wa Baraka. Uhaba wa ngombe ndani ya mji wa Baraka pamoja na mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC ni chanzo kikubwa kinachosababisha nyama ya ngombe kupanda bei mjini Baraka. Wamesema hayo baadhi ya wachuuzi wa aina hiyo ya nyama mjini humu. Akizungumza na redio yako Bwana Waganye Mizizi, moja kati ya viongozi wa wauza nyama mjini Baraka, amesema kuwa kwa sasa kupata ngombe imekuwa shida kubwa na pia bei ya kurangua nyama, haiza ya kurangua ngombe imepanda kwa kiasi kikubwa ukilinganisha na kupanda kwa dola kama anavyoeleza hapa. Tumsikilize. Kwa kweli hali ya kuuza nyama sokoni ingaliki mbovu zaidi, kwa maana wateja hawakuiki kawaida kisa walikuwa nakuya mbele. Kwa leo tuko tunachinja ngombe moja, samu iko na lala, ukosefu wa pesa, aidha na hii ukosefu wa usalama ni tuko naye mwinchi yetu inasababisha na hiyo hali kujitokeza kuuzisha nyama ndani ya soko ya Aibazi ama mvile ya Baraka kwa jumla. Bei kupanda kwanza kutokana na hali ile tuko nayo kwa sasa, ngombe kwanza zipatikana. Pili, ubovu wa pesa za kwetu, yani dolari tuko tunauza ngombe kupitia pesa za kigeni. Kuziweka mpesa zetu huku zina karimu pesa nyingi na inasababisha sisi kuuza ngombe kwa bei kali na kuangalia kisi gani ya kuuzisha kwa bei kali kuuzisha wateja. Kwa leo siwezi kudanganya kutokana na gisi tulishazoea hii kazi, lakini hakuna faida tuko tunapata kwa leo ku ngombe. Kuona kukosa nyingine kazi ni kazi tushajitolea na njoo tuko tunafanza kwa kujitegemea. Huenda acha nichinje leo na ni leo kama nakosa kesho naweza nikafaidika, lakini siku nyingi tuko tunaomba sana kutokana na bei tunauza ngombe. Na sasa ngombe hizi mnaziuzia wapi? Ngombe hizi kipindi nchi ilikuwa yaingia machafuko, ngombe zilikuwa tunaziuzia mu territory ya Fizi, mu centre ville ya Baraka tulikuwa tukiuzia ngombe kwenyewe. Hizi siku ziko zinayopita tulikuwa tukiuzia ngombe Uvira. Sana Uvira ndio kutokana na hii matatizo ilifika ya vita huko Magoma, Bukavu, Uvira kakoka vile hakuna wa kufonile tena zile ngombe babushetu kutoka pakonda kuleta ngombe Uvira.
Uvira. Kwa leo tuko nauzia ngombe ni kinte sekteri ya Nganje, ndio tuko tunauzia ngombe tuko ziko zinatoka na ubwari huko. Unaposema zimoja zinatoka sekteri ya Nganja na ubwari, zinakuwa natumia usafiri gani kufika hapa sasa za ubwari? Za ubwari tunapita milima kwa milima hadi zinatokea ngambo za Sevele huko, ndio tunafika mpaka hapa Muvila Baraka. Za Nganje zinatokea huko milima kwa milima na mwisho tunafikia mpaka tunafika ngambo ya tunakuwa na barabara nzima hivi. Tukijielekeza huko Uvira, hali ya usalama inakuwa yenye kusuasua katika kata mbalimbali za mji jirani wa Uvira. Kutokana na milio ya risasi inayosikika kila mara ndani ya mji huo, malida wa moja wa mji huo wanataja kuchukulia kwa shingo upande hali hiyo inayozusha wasiwasi kwa raia. Uthibitisho ni wake Andrea Dunia Mashaka, moja kati ya wanaharakati wa jimbo hili, ametoa hapa picha halisi ya hali ilivyokuwa kila mara mjini Uvira. Ndio, tangu siku kama 5 sasa kuko kale kashodier ma réseaux sociaux kuonesha kwamba kuko incomprehension entre FARDC na wazalendo, lakini ukiuliza wakuu wanakuonesha kwamba hakuna. Na sasa tumefikia wakati ambako tunaanza kusikia masasi Movile kuanzia jana le 23. Kulikuwa masasi ambayo lilia Katongo, kulikuwa masasi ambayo lilia Karimvira pale Rugenge. Na wakati tulipima kuuliza watuambia kwamba ni masasi yenye napigwa na wazalendo na wengine napigwa na FRDC. Wakati wa FRDC watafuta kuinstali maposition yao kwa makolini ambazo zinasiriplombe vile ya Uvira, na wazalendo walikatala kwamba habataki kusikia FRDC enda kujiinstale kule. Leo mwale marefi ikakaleta incomprehension na kulikuwa mapurukushani kidogo na masasi. Na hapa sasa hivi tariki 24 niko nafanya hii interview na wewe, unakuwa masasi hapa. Niko Kurutu Mwami, upande wa juu ngambo wanaita Kaburosha kujuu, kunasikilika masasi mingi mwale kilima. Ukiuliza wao wanakuambia no, ni maechange entre FRDC na wazalendo. Ukiuliza wengine wanakuambia no, ni Barundi kama na bagani. Alors ça reste à vérifier, mais tunajua kwamba inaweza kuwa ni hiyo, parce que unaona kama confiance iko kidogo sana entre wazalendo na FARDC par le fait que mon passé récent ya juzi hapa ni wa FARDC wa mabamwa walitoka Goma na Bukavu, ndio walienda wanakamata mantite zingine wako ndio wanakimbia. Leo ile confiance pour que leo tupate ka amani kidogo hapa Uvira walitusaidia ni wazalendo, ndio walitusaidia kupiga wale wa jeune militaire wa Gepard bene walikwenda banakimbia na tendansi ya kutafuta kukimbiza wengine pour que adui akike kukuta mwingine kwa wazi. Huyu ameongeza kuwa ni vigumu kukubali au kukataa juu ya mgogoro kati ya FARDC na wazalendo, ila dalili na hali iliyopo inazusha mashaka. Andrea Dunia amerejea mara tena. Inaweza kuwa ni kweli, tuko inaweza kuwa ni bongo, mais tension deja ziko zinaonekana kwamba kuko ka crise de confiance entre FARDC na wazalendo ambao wanaendelea kulinda mji wa Uvira. Na ile fete ya kukatala kwenda kupigana Kamanyola, hakuna appui conséquent, soutien conséquent, yani msaada wa kote ya FARDC kusaidia wazalendo, ile yote ikonaonyesha kama kuko ka crise de confiance. Wazalendo liko na tendance ya kusema tuende tupige Kamanyola, tupige Nyangezi, wanaweza enda leo kesho wanarudia parce que masasi imeisha. Na ile kuonesha maintenant que FARDC va soutenir, inaweza deja kuongeza ile ma tension entre batoto ya kwetu na batoto wengine ya FARDC wenye ni force loyaliste. Malheureusement ni en tout cas conséquemment haisoutenir bazalendo batoto walijitolea. Na sasa tunajitupa viwanjani, naye Umari Makelele Ozile kwa kutujuza habari za huko viwanjani. Kunasemaje? Na barabara kabisa Bibu Kurtantine Aldama. Leo katika habari za michezo kama kawaida tutaweza kuanzia katika mji wa Baraka. Tukumbushwe wasikilizaji kwamba siku ya Jumapili ya tariki 27 Aprili 2025 kuna mechi ambayo inaandaliwa ambako waandishi wa habari watakipiga vikali dhidi ya wafanyakazi wa serikali kunako uwanja wa Lumumba majira ya saa 9 kamili za jioni. Lakini kuna habari nyingine ambayo imenifikia hapa hivi ni kwamba kunaandaliwa mechi kati ya Wabushe dhidi ya waendesha pikipiki, ila uwanja ambao mechi yote itaweza kupigwa bado kujulikana.
Na huko katika nchi jirani ya Burundi ni kwamba michuano ya kombe la rais iliweza kutimua vumbi katika hatua yake ya 8 bora, ambako vijana wa Interstar waliweza kuwatambia vijana wa New Fox mabao 2-1, huku timu ya Vitalo wakaweza kuwatandika timu ya Musongati AC mabao 5-4 kupitia mikwaju ya manati, kisha kutoka sare ya kufungana bao 1-1 kunako dakika 90 za mchezo. Timu ya Ngozi City waliweza kutandikwa mabao 2-1 na vijana wa Lelier, huku vijana wa Garage Express wakaweza vile vile kupokea kipigo cha mabao 2-1 kutoka kwa vijana wa Burundi Sport Dynamique. Lakini vijana wa Aigle Noir waliweza kupata ushindi finyu wa bao 1-0 dhidi ya vijana wa Muzinga FC, na klabu ya Flambeau du Centre wakaweza kuwapatia funzo la kandanda vijana wa Beige Green mabao 5 bila majibu. Bumamuru FC wakaweza kuwatandika timu ya Moso Sugar mabao 3-0, huko vijana wa Musongati FC wakaweza kuwatandika mabao 2-0 vijana wa Legepie Dilac. Na tujelekeze huko katika bara la Ulaya ni kwamba habari mbaya kwa mashabiki wa klabu ya Real Madrid ni kwamba kiungo wa klabu ya Real Madrid raia wa Ufaransa Eduardo Camavinga usiku wa kucha siku ya 4 ya wiki tunayo alipata majeraha kwenye mchezo dhidi ya Getafe. Idara ya afya katika klabu ya Real Madrid imetoa taarifa kuwa mchezaji huyo kuna uwezekano mkubwa akakosekana kunako mchezo wa finali wa Copa del Rey dhidi ya Massimo wa Jadi FC Barcelona. Klabu ya Al Nassr hapo nchini Saudi Arabia imekubali kutoa kiasi cha paundi milioni 100 ili kumsajili winga wa klabu ya West Ham United raia wa Ghana Mohamed Kudus katika dirisha kubwa lijalo la usajili. Na vile vile nyota wa zamani wa klabu ya Arsenal Zegana Jacques Wilshere ameteuliwa kuwa kocha mkuu wa muda wa klabu ya Norwich City ya ligi ya daraja la pili hapo England, baada ya klabu hiyo kumfuta kazi kocha wake Johannes Hoff baada ya kuwa na mwenendo wa matokeo mabovu. Jacques Wilshere mwenye umri wa miaka 33 ataiongoza klabu ya Norwich City kwenye michezo miwili ya mwisho ya ligi ya hapo nchini Uingereza daraja la pili dhidi ya klabu ya Middlesbrough na dhidi ya klabu ya Cardiff City ambayo inaongozwa na mchezaji mwenzake wa zamani wa klabu ya Arsenal Gunners Aaron Ramsey. Na wika nukta katika habari za michezo Bibu Kurtantine Aldama, huku nambari 41 yake mchezaji Declan Rice ikiwa na pepea barabara mgongoni. Asante sana Omari Makelele Uzile kwa usomaji wako huo wa habari za michezo. Endapo msikilizaji ndio bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mitabeni ya 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na sasa ni habari za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali. Huko Butembo, kansela wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo patikanaye katika nchi ya Kenya, Bwana Kambale Mukokoma Elifaz, anapatikana hadi sasa ndani ya mji wa Butembo jimboni Kivu ya Kaskazini ili kuja kujionea mwenyewe hali ya ubovu wa kilalo Semuliki, kwani kuzeheka kwa kilalo hicho kinasababisha kazi za kibiashara zisiendelee kama kawaida. Mengi zaidi naye Zangos Movies wa Kapuni kutoka Butembo. Kuzeeka kwa daraja Semliki kumesababisha kazi za biashara zisiendelee kwa kuwa daraja hili limeonekana na alama za kukatika. Ni kwa hiyo wafanyabiashara kutoka Kenya, Uganda hadi Kongo hawapate nafasi ya kupita ili kuingia katika mashariki DRC. Ni kwa hiyo kasila wa DRC huko Mombasa, Kenya, Kambale Mukokoma Elifaze alifika ili kujionea mwenyewe nini kinachoendelea. Kama Kosil wa Republique Democratique du Congo Mombasa, ni kwa sababu lazima nikuje nijue nini napitikana kuhusu kilalo ya Semliki. Mimi kama Kosil siwezi kupatia watu ambao wako Mombasa, kwa sababu mtaelewa kwamba tunatumika na matransporters ambao ni wa Kenya ambao wako Mombasa, na tunatumika pia na wale ambao wanaitwa clearing agents ama wale ambao wanafanya declaration ya mamarchandise zetu pale kuporo ya Mombasa, na wengine ambao tunataa shipping line ambao ni wenye wanahusika na hizo container. Na sasa matransporter ama wale wanatubebea mzigo ambao wako Kasindi wameanza kuuliza kwa nini gari zao zimechelewa.
Wale watu wenye kontena pia wametupatia muda ya kurejesha hizo kontena, na zinaanza kuingiza sasa pesa nyingi, na matransporta wenyewe wanaanza kuuliza pesa. Ndio maana lazima nilikuja ili nikiwapata kwa ofisi yangu, vile wameanza kufika kwa ofisi, wakikuja kuclaim ama kuuliza mambo yanaendelea vipi, niwapatie majibu ambayo iko official, yenye nimetoa kwa wafanyabiashara na yenye nimetoa pia kwa viongozi ambao ni wa province hii ya Nord Kivu ambao wako Beni. Butembo, Nzankusu Muviswa, Radio Kivu Baraka. Tukijielekeza huko Kindu, mwezi mmoja na wiki mbili wazalendo wa Manyema hawana makao na hata chakula. Kwa jambo hilo wameomba government ya jimbo pamoja na viongozi kuajia na msaada. Kindu, Godefroid Musunga Shabani kwa ripoti kamili. Mwezi moja na wiki bila kupata msaada yoyote, ni wafia inchi wazalendo ambao wanakuwa katika magumu. Moja kwa moja zaidi ya wazalendo 100 walijielekeza ku government ya jimbo kumuona liwali, na hata kuacha kibarua yao ya uzuni kumuonesha liwali wa jimbo la Maniema Musa Kabwankubi. Wao hawana chakula, dawa na hata makao ambao wanapasha kupumzika. Ni wazalendo ndani ya jumuiko yao ambayo inaitwa RAD. Mmoja wao kajifasiri: wajie pesa manduki osinye mitandazo kota Rwanda jobare bango boi na bisose selepe pesa manduki osinye mitandazo kota Rwanda jobare bango Kelengole. Tulikuja kuya kumuona liwali, kumuonesha magumu yetu ambao tunakuwa nayo sisi wazalendo wa Reserve Armée de la Défense RAD Manyema. Tunayo sikitiko na machungu ya kuachiliwa na liwali wa jimbo anayesindikizwa na waziri wa mambo ya ndani ya jimbo la Manyema. Ila mshangao wetu tunayo ni hii: tangu tukusanyishe Kindu kwa kwenda kumapambano mpaka leo tunakuwa na mwezi moja na masiku bila msaada yoyote upande wa liwali. Ya pili, makao hakuna ambayo aliweza kutukaribisha baada ya kuandika mabarua isiyokuwa na jibu. Malisho hakuna, hata kwa kututazama hakuna. Tumealika watu wote wa moyo safi au mwema kwa kuweza kutusaidia. Kwa ngambo yake, msemaji wake liwali wa jimbo la Maniema Auguste Mwangu wa Upenda unena ya kwamba liwali yeye aangalie mambo ya wazalendo pateni. Gavana wa jimbo yeye sio kiongozi ya wazalendo, na kunakuwa aina ya wazalendo province pia ya Maniema, kuko mwenye iko pia sawa ile point focal ya wale wazalendo, na wao wenyewe wanamjua na wanajua namna gani wanatumika nao. Haitakuwa tu ya kusema ya kwamba kumanyema ndio kutapasha kuwa tu governor wa Manyema ndio anapasha kuwa kiongozi wa wazalendo mwenye anapasha kuleta suluhisho kushida zao. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Na huko Kongolo watu 3 kujereuliwa vikali, wengine kuvunjika mguu na wengine kutoka meno. Hayo ndio matokeo ya ajali ya barabarani iliyofanyika huko Kongolo jimboni Tanganyika. Mengi zaidi ni katika ripoti yake Shaban bin Ibrahim kutoka Kongolo. Watu 3 kujereuliwa, mmoja kuvunjika mguu, meno kubomoka. Hayo ni matukio ya ajali ya barabarani imefanyika hapa tarafani Kongolo mnamo barabara kuu yenye kuelekea Karta Mankoto. Habari huhakikisha kusema ya kwamba ajali hiyo imefanyika wakati tu mwendeshaji pikipiki alikuwa anabeba watu 2 ashuke kunako barabara kuu. Gari nalo lilikuwa limepita, ni hapo bwana huyo ameenda kujigonga kwenye kuwa gari hiyo. Wakati huu tunazungumza, mwendeshaji pikipiki na wateja wake wamelazwa kunako kitanda cha matibabu. Kamanda wa askari polisi wenye kuhusika na mambo ya barabara na mambo ya usafiri wanaojulikana pese kuhakikisha habari kama na hiyo. Tuka mina regrette sana na niko profiter de cette occasion kulomba ba président ba association ba multiplier ma effort ma formation ba motari. Comment expliquer motari comme voie secondaire, il voulait prendre la priorité mon voie principale. Donc mutukali alikuwa mon voie principale ou mu secondaire au lieu achunga ule comme principal apite yeye ndio anatoka kule aenda kujukonga kule. C'est manque ya code de la route. Motari mu excès de vitesse et manque aussi de code de la route. Uwa mutukali alikuwa mu vitesse parce que quand il a vu kule mbele hakuna kitu anajachilia. Au moment que non mu balabala la mu voie publique, il faut être toujours mu mbio moya ya en lire moya bien. Mambo hayo kama kitu kanitatoka ku gauche be ku droite. Mais vile alijiangaje déjà kwenda kwa makoto. Dieu merci, la défendu quand même ole au watu ndio wanaenda kujikonga.
biko hospitali mais Mungu atasaidia saira. Motari alikuwa na bakilia bawe. Je merci parce que bakilia biko ma blessé léger, yaiko yakabami seulement lui motari ndio iko mo fracture fermée, mais à part ça ana tena kageni mais anavunjika. Nikiripoti kutoka Kongolo, jimboni Tanganyika, nimeitwa Shaban bin Ibrahim kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Asante sana Shaban bin Ibrahim kwa ripoti yako hiyo. Na sasa katika habari ya kitaifa, serikali ya Kinshasa pamoja na FCM23 wamekubaliana kushirikiana kwa pamoja ili kusitisha vita na kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo nzima kwa ujumla, ambayo kwa sasa inakumbwa na mzozo. Mengi zaidi na Safari ya Limasi akishirikiana naye Izake Mulucha Ashibenda ndani ya studio za Radio ya Kijamii Kivu Baraka. Naam. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na harakati za kijeshi za AFC M23 zilikubaliana kufanya kazi kwa kuhitimisha kwa lengo la usitishaji mapigano. Hivyo ni baada ya mazungumzo yaliyofanyika huko Doha chini ya upatanishi wa Qatar. Kulingana na tamko la pamoja la serikali ya DRC na AFC M23 lililochapishwa Jumatano, ujumbe wa pande zote mbili wanadai kuwa walifanya majadiliano ya kweli na yenye kujenga, na wanasema wako tayari kuendelea na juhudi zao za kurejesha amani ya kudumu katika DRC, hasa katika eneo la mashariki. Sijui mwenzangu Izake Mulucha, kutokana na harakati hizi ambazo zimeanzishwa kweli zitaleta tija ukiangalia na wakati ambao tuliomo kwa sasa? Ndiyo mwenzangu Safari Alimasi, maoni yanakuwa mengi kutokana na mazungumzo hayo ya pamoja. Kwenye kipindi cha Dialogue entre Congolais leo hii kwa wenzetu wa Radio Kapi, Patrick Muyaya ambaye ni msemaji wa serikali alionyesha kuwa nia na mazumuni ya serikali kuendeleza maongezi huko Doha ni utafutaji wa amani. Lakini Izake, upande mwingine ni kwamba pande zote mbili zimejitolea kuheshimu ahadi zote zilizotolewa wakati wa mazungumzo hadi mwisho wa kupata suluhu ya kudumu. Tangazo hili linadhibitisha tena kukomesha mara moja kwa uhasama na kukataliwa kwa hotuba yoyote ya chuki na vitisho. Kambi hizo mbili zimezitaka jamii za mahali kuwa tayari kuunga umoja huu wenye tija. Mazungumzo yaliyotangazwa yatazungumzia zaidi kuhusiana na sababu za kina kuhusu mzozo mashariki mwa nchi na njia za kuumaliza. Pande zote zinaomba sapoti kutoka kwa raia wa Kongo, viongozi wa kidini, vyombo vya habari kusambaza kile wanachokiita ujumbe wa tumaini na amani. Sijui unaona kweli kwa mazungumzo haya ambayo yameanzishwa, ukiangalia ni serikali ya DRC na AFC M23 kwa sasa itakuwa na msaada mkubwa kama unavyotathmini hali iliyoko kwa sasa? Baadhi wameona tangazo hii isiyopigania maslahi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwemo huyu mbunge Toby Kayumbi ambaye yeye alisema majadiliano ambayo yanaendelea huko Doha hayahusishi kabisa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maana hakuna idara yoyote ambayo imepongeza ushirikiano au tangazo hilo ambalo linahusisha pande zote mbili, tukisema serikali ya Kinshasa na AFC M23. Lakini pia aliongeza kuwa ukweli uko bayana, AFC M23 inapigana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, si dhidi ya utawala wa Felix Tshisekedi wala chama chake cha UDPS. Mwisho kibarua hicho kinaongeza kuwa katika mazungumzo ambayo aliyaendesha kule Doha, saini za azimio la pamoja zenye kuashiria na kutoa shukrani zao kwa nchi ya Qatar kwa juhudi zake zinazoendelea na kujitolea kwake katika kuwezesha majadiliano haya ziliweza kupigwa. Hii ina maana kwamba nchi ya Qatar ndiyo ambayo iliweza kuweza mzozo huu kulingana na tathmini. Lakini pia tukiangalia ni kwamba nchi ya Qatar tayari ilipongeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lile ambalo imesema kwamba ni nia nzuri ya kupenda kutatua mzozo huu kwenye meza ya mazungumzo bila roho ya chuki wala vita. Na ukiangalia hata nchi ya Rwanda nayo imeshapongeza vile vile, na nchi ya Ubelgiji nayo tayari kupongeza. Hii inaonyesha kwamba amani inakwenda kupatikana. Ndiyo mwenzangu Safari Alimasi, ngoja tusubiri tuone. Asante sana mpenzi msikilizaji, ni hayo ambayo tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Na kwenye habari ya kimataifa, askofu wa kanisa la Anglikane Dayosisi Martin Blaise Nyaboho ametoa wito kwa wanasiasa kuwa na sera nzuri zenye tija kwa nchi na wananchi waepuke kuchagua wagombea kwa sababu ya mionekano yao. Radio Kivu Burundi, Bukuru Elias Daniele kwa ripoti kamili. Akizungumza na vyombo vya habari mkoani Makamba, amesema kuwa ni teka ku Murundi wese, ni teka ku munyagihugu iyo ugiye gutora. Ni heshima kwa Murundi, pia ni heshima kwa mwananchi anapomchagua mtu atakayekuwa jicho lake katika mambo mbalimbali, hasa katika maendeleo. Tumejiandaa na pia tunaiunga mkono serikali ambayo iko inaandaa uchaguzi huu. Madhehebu yana nguvu sana katika uchaguzi, na kwa upande wangu nikiwa askofu niliwahi kuwa miongoni mwa wasimamizi na waandaji wa uchaguzi. Hata sasa kuna wachungaji ambao watasimamia uchaguzi japokuwa sio wengi, na hii inaonyesha ni jinsi gani
mbalimbali, madhehebu ambavyo yanaweza kuchangia mchango chanya katika kutoa wafanyakazi wake kusaidia kwenye uchaguzi. Baryo baje gufasha muri ivyo bijanye n'amatora. Hata amesema kwa kuna tatizo kwa madhehebu kushiriki katika siasa pamoja na uchaguzi. Ego hariho amashengero agira ati oya nta kwisuka mu za politiki. Ndio kuna madhehebu ambayo yanasema kuwa hayawezi kujiingiza katika siasa. Wengine wakisema kuwa ni kuingia katika siasa. Kwa sababu usipoingia katika siasa, siasa yenyewe itakutafuta. Na siasa sio mbaya. Ingawa watu walishajiweka akilini kama siasa ni uongo wa watu ili waweze kufikia katika malengo yao wenyewe. Wanaosema kuwa wao hawawezi kuingia katika siasa au uchaguzi ni wale ambao hawajatambua umuhimu wake. Na endapo wataweza kuelewa, hakuna tatizo kushiriki katika siasa au uchaguzi. Kibi cyo kuja muri politike nta kibi cyo kuja mu matora. Amewataka wanasiasa kwa na miradi mizuri, wananchi waepuke kuwachagua wagombea kwa sababu ya mionekano yao. Akamonotera abanyamigambwe abanyepolitike nuko bokina politike neza bagahiganishwa imigambi bazokora. Wito wangu kwa wanasiasa ni kwa wanasiasa nzuri washindane katika sera zao kwa ajili ya nchi, na watu wasiwachague wagombea kwa muonekano wao au kwa kitu ambacho wanakuwa wamewapatia. Wamchague mtu kutokana na miradi yake iliyo mizuri. Kwa upande wa wananchi, wito wangu ni kuwa na mienendo mizuri na kujilinda na mienendo mibaya wakati huu, na kuielewa vizuri miradi na sera za wanasiasa na kuichakachua kama inaendana na sera ya nchi ya mwaka 2040-2040. Gasuzuma neza ko ari imigambi yerekeza kuri ya mbono y'igihugu mwaka 2040 na 2060. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti yake hiyo Bukuru Elias Daniele ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelechi, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye. Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.